Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kwa mchezaji wa klabu ya soka ya Simba raia wa Zambia. Hapa tukienda kumongelea Joshua Mutale Budo, au wanamsimbazi wenyewe upenda kumuita SGR, yani Standard Gauge Rates, steni ya mwendo kasi. Fahamu Joshua Mutale Budo ni mchezaji ambaye anacheza namba 7 uwanjani, namba 11 uwanjani na namba 10 uwanjani. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 23, Simba walimsajili katika dirisha kubwa la usajili wakiwa wana matarajio makubwa kwake, lakini matumaini yakawa ni tofauti kwa mchezaji huyu na kuandamwa na majeraha mara kwa mara na kushindwa kupenya katika kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona watu wengi walisikitishwa na kiwango ambacho Joshua Mutale ambacho alikuwa akikionyesha katika michezo ambayo ameitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club, kutokana na ubora ambao aliuonyesha katika mechi ya Power Dynamos dhidi ya Simba. Simba ndio ambao waliamua kumsajili Joshua Mutale kwa sababu ya ubora wake ambao pia alionyesha msimu uliopita katika klabu ya soka ya Power Dynamos. Sasa habari za ndani kabisa, sababu za Joshua Mutale kuto kuperform vizuri, inatajwa kwamba kuna mambo ya ushirikina ndio ambayo yamemfanya mchezaji huyu kuto kufanya vizuri. Kwa sababu gani? Mchezaji huyu tunaona akipewa nafasi anashindwa kucheza. Sasa taarifa ambayo imeweza kutolewa hii leo ni kuhusiana na mchambuzi Abisei Stefan Giyara. Anasemaje? Anasema hivi: Zaki Kachero, majeraha yanayomwandama Mutale, ulozi unatajwa. Ndugu zake walivyoona anaumia mfululizo licha ya kutibiwa, inaelezwa walimpeleka Nigeria kupata tiba mbadala ili kuchomoa misumari aliyopigwa tokea atoke huko Nigeria. Muda kidogo nafuu ilianza kuonekana na hadi kuwa man of the match katika mchezo wa Simba dhidi ya Big Man, ambapo tunashuhudia alikuwa katika kiwango bora sana. Na kingine unavyoambiwa, ilifika hatua mchezaji alikuwa analia sana namna ambavyo ana struggle kucheza kwenye timu yake mpya Simba Sports Club, ili hali kipindi kifupi nyuma alikuwa na kiwango bora, kiwango kizuri katika klabu ya Power Dynamos ya pale nchini Zambia. Wakati mwingine performance ya mchezaji kuwa down inabeba siri nyingi ambayo yeye na watu wake wa karibu ndio wanaojua soka la Afrika. Kwa hiyo habari za ndani kabisa ni kwamba ndugu zake wa karibu waliona kwa nini mchezaji huyu kiwango kimeshuka, kwa hiyo wakaamua kumpeleka nchini Nigeria kwa ajili ya kupata tiba mbadala. Tumeshuhudia amekuwa katika kiwango bora sana katika mchezo ambao Simba waliweza kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya KMC na kuweza kushinda mabao 4-0. Joshua Mutale alikuwa katika kiwango bora sana. Kwa hiyo unavyoambiwa Joshua Mutale amefufuka upya mara baada ya kupata tiba mbadala. Kwa hiyo tunaona hii ni story kubwa ambayo ipo
kwa upande mwingine imeweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania. Nini maoni, nini mtazamo? Je, ni kweli Joshua Mutale aliweza kupigwa misumari? Tuambie eneo la comment na studio yosoma maoni yako.